kusindikiza katika tukio hili kubwa katika maisha yao. Ni kweli Kagerazi alikuwa anakaribia miaka 90, lakini ukiwa naye ni tofauti na akitoka, kwa sababu baba akitoka ni kama mbingu zimefunguka, ni kama paa limezuka, hauna paa tena juu yako. Lakini kitu kimoja ni kile tunachokisoma katika somo la kwanza, kujua kwamba hiyo ndiyo safari yetu na roho za watu wenye haki wamo mikononi mwa Mungu, na kwamba tunapotoka hapa sio mwisho, bali tunaelekea kule ambapo tulipashwa kwenda. Haidhuru umekaa miaka mingapi, kila mara maisha ni mafupi. Hata ukikaa miaka 100 na kitu inaisha, haidumu. Na kitu chochote kisichodumu lazima ukifanyie kazi baada ya hicho kuna nini, kwa sababu una uhakika kwamba kitakwisha leo, kesho, kesho kutwa. Hivyo uwe tayari kwa kile kinachofuata. Na ndiye anaituambia kwamba roho za watu wenye haki ziko mikononi mwa Mungu. Na kwa maneno hayo ya somo ya leo kutoka kitabu cha Hekima ya Sulemani, tunapata tumaini tunalopata kila wakati katika Kristo aliyetufundisha kwamba kuna maisha baadaye, kuna ufufuko. Na ufufuko huo ndio unakuwa tumaini letu. La sivyo maisha ya hapa maana yake ingekuwa ndogo sana, kwa sababu unaweza ukafanya kazi nyingi sana, ukapata vitu, ukapata kila unachokiweza, lakini mwisho wa siku ngoma inakuwa draw. Ni sanduku moja tu hili lenye futi 7, sijui huku ni 2, na ndio hiyo, hamna tofauti. Hata walipambe na dhahabu, hata walipambe na almasi, nyote mnaishi hapo. Kinachobaki ni tumaini lile tunalokuwa nalo, kwamba hapa tulikuwa tunapita. Hivyo kila siku unapoishi jikumbushe, nijirudie tena, hapa napita, hapa napita. Babu yangu alikuwa ananifundisha kila wakati, akasema kwamba kijana wangu, uishi hapa ulimwengu na ufanye mambo yote unayoyaweza kana kwamba hautatoka. Yaani ufanye kwa nguvu zako zote, lakini wakati ule ule uishi kwa utaua kana kwamba utakufa leo jioni. Hapo ndio maisha unakuwa umeyafanya, yaani utimilize yote unayoyaweza hapa duniani, lakini wakati ule ule umejitayarisha kuondoka wakati wowote. Wakati wowote unakuwa umejitayarisha kuondoka, kwa sababu maisha ndio hayo. Ndio sababu Bwana anatuambia katika Injili ya Mtakatifu Mathayo kwamba jiwekeni hazina mbinguni kusikokuwa na kitu kama nondo, kama kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi, kwa sababu ukipata hicho unakuwa umepata kila kitu na umekiweka mahali pa salama. Na Mtakatifu Paulo katika barua ya Wathesalonike anatuambia kwamba tusisahau wapendwa wetu waliotutoka, tuwakumbuke ndugu zetu waliotutoka, kwa sababu bado tuko pamoja nao, bado tuko pamoja nao. Tusiwasahau, tusiwasahau. Na namna kubwa ya kutowasahau ni kuwaombea. Ndio inakuwa imebaki tu kama mawasiliano kati yetu na wao, ni kuwaombea, kuwaombea kwamba Mungu awape raha ya milele huko mbinguni. Ni kuwaombea, na ndio zawadi pekee tunayoweza kuwapa. Hakuna zawadi nyingine. Unaweza kwenda kwenye kaburi lake ukaweka mahela, ukaweka chochote, vitaoza tu mle kaburini. Tunachompa ambacho hakiozi ni zile sala, matashi mema na muendelezo wa yale ambayo yametufundisha, na muendelezo wa yale ambayo yametufundisha. Na vile vile kutowasahau ni kuwa na shukrani, kuwa na shukrani, kuwakumbuka kwa shukrani,
kwa yale mema na mazuri ambayo wametutendea, ambayo wametusaidia, ambayo wamekuwa pamoja nasi. Ukiona watoto wako wamekaa vizuri hapa, ni kwa sababu baba yao amejitoa. Yeye alikuwa mfanyabiashara ndogo ndogo za hapa vijijini, alikuwa mkulima, alikuwa mtu anayeenda hivyo pole pole, lakini akahakikisha watoto wake wanakuwa vizuri. Na hiyo ndio ni kwa sababu kwa nini tushukuru Mwenyezi Mungu na tumshukuru yeye ambaye alikuwa pamoja nasi. Tumshukuru yeye ambaye tumekuwa pamoja naye. Tumshukuru yeye ambaye amewalea. Na kumshukuru ndio kumbukumbu ya shukrani. Kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ndiye yeye anayewezesha yote. Ndio kumshukuru yeye pamoja na mama yenu Mama Francia ambao wamekaa pamoja, wakaishi pamoja. Nilikuwa nauliza watoto wake, wakanikumbusha kwamba walifika mpaka miaka 50 katika ndoa. Hongera sana kwao. Hongera sana kwao. Waliishi, Mungu akawapa fursa ya kuishi mpaka miaka 50. Na wakasherehekea jubilei ya miaka 50. Nadhani ilipaswa kuwa 2008 hivi. Na wakapata na cheti cha jubilei. Hii inakuwa somo, nimeliona ilete hapa vile vile kusana jua kuna wanandoa wengi hapo. Sio mtafikia miaka mingapi? Nani mwende, Mungu akiwapa nguvu na mkaishi miaka 50, wewe kitu cha kawaida. Yaani ndoa isiwe kero. Ndoa iwe furaha. Ambapo watu wawili wanapozana, wanasaidiana, wanatembezana. Hapo maisha yanakwenda. Hivyo huyu aliyeshirikia wakapata miaka 50 kabla mwenzake hajaondoka, na sisi vile vile. Tuombe Mwenyezi Mungu walio na ndoa. Na wale ambao hawajaingia wafikirie mara mbili. Ukiingia kibabe utakaa kibabe na utatoka kibabe. Ingia kwa tahadhari. Ukijua kwamba ninakoingia hapa tumepanga vizuri mpaka kufa. Mpaka mmoja anakufa na mwingine ndiye anafanya nini? Ndiye anabaki. Hivyo na sisi vile tuweze kujua hilo na tuweze kulifanyia kazi nzuri. Rafiki yangu Deoda alipokuja kunipa habari za kifo cha baba Tajerazi, nami nikamkumbuka. Nimkumbuka kwa kitu kimoja. Katika miaka ya 80 nilikuja kuchumbia kati ya hawa Wahinda Warangira hao. Na mimi sio Mrangira ila wakujipajipa tu. Wakiwekwa tu. Na nilipokuja kuchumbia, unajua ukija kuchumbia kwa Warangira sio mchezo. Bahati nzuri ilikuwa padre hivi kupiga magoti mengi sana. Unajua ukiwa padre kanakupa kidogo hadhi. Hawakupigishi magoti sana na kukusurubu. Wanakusurubu kidogo. Lakini nasema hilo kwa sababu namkumbuka Tajerazi alinisaidia sana. Tajerazi alinisaidia sana kwa sababu alikuwa mtu mwenye kustahi mapadre kwanza. Yule baba aliyekuwa anachumbia kuwa Mkatoliki, hivyo alikuwa hajui sana mambo hayo. Lakini yeye pamoja na shangazi ya yule mtoto wetu walinisaidia sana. Na tukaweza kufanya kwa sababu alielewa uzuri wa ndoa. Alielewa umuhimu wa ndoa. Alielewa umuhimu wa ndoa. Na alitaka watoto wetu wakae vizuri. Hivyo aliponiambia akanialika kuja, nikuja kwa sababu yake ya urafiki, lakini vile vile na kwa kusema asante kwa Tajerazi. Kwa kunisaidia pale tukachumbia vizuri. Na wale walioana mwaka 85 mpaka leo wako imara. Nadhani na yeye katika ushauri wake anachangia hilo. Nakumbuka yeye, najua alikuwa mwenyekiti wa Barangira, ni mwenyekiti wa Bahinda hapa. Nakumbuka yeye ndiye aliyemtuma kuja kutahama Kenya. Unajua kutahama Kenya nadhani kwa Kiswahili sijui nisemeje. Kutahama Kenya. Ndiye alikuja kutahama Kenya. Yaani ndiye alikuwa baba wakuja kuleta na mageni nyumbani. Kuleta harusi nyumbani.
Hivyo kwa namna hiyo lazima na mimi ni samani sana, lazima mimi niwe na shukrani. Ndio sababu lazima tuwe na shukrani, na mimi nina shukrani hiyo. Kwamba huyu kwa kweli akajane mpumbia, akakwatagi, akatuletea Burungi. Sipigi kichwa na watoto hao wangu hao. Ni watoto wadogo zangu. Sijapigwa kichwa hata mara moja kwa sababu ya malezi ya watu hawa kama Tajeras. Hivyo napenda kumshukuru. Na nashukuru na watoto wake na wafahamu hawana mtatizo. Wote nikutana nao ni wazuri tu, ingawa ni barangira au mmoja ni mmoja, wengine wanafuata katika urangira huo. Lakini unaona wako watu wa kawaida, hawana ile ya urangira. Unajua urangira kwa urangira wa cheo na kwa na urangira wa kujisikia. Kwa hiyo na wewe basi ndio haiwezekani. Kwa kweli baba yao hakuwafundisha hilo. Na ndio sababu unaona watu wengi sana waliokuja hapa ni kwa ajili ya Tajirazi na kwa ajili ya watoto wake na ndugu zao. Ndio sababu wamekuja. Hongera sana. Ukiona watu wengi hapa wanakuja kwa ajili yenu. Uwe kule Kyerwa unaona wanakuja kwa wingi sana, uwe Dar es Salaam, uwe wapi, popote pale hapa Bukoba, wote wanakuja kwa wingi sana. Uwe Maruku, uwe Kitendaguru, wanakuja kweli. Na hiyo ni kile alichowafundisha, na muendeleze hicho na mkirithishe kwa watoto wenu. Huo ndio urangira halisi huo. Ukisema huyu murangira maana yake mtu anayekaa vizuri na watu. Tajirazi alikaa vizuri na watu. Aliishi vizuri na watu. Alienda vizuri na watu. Hiyo ndio kila mmoja ukifanya hivyo tunaweza kukuita murangira hata kama hujakuwa wa ukoo hivyo ukoo wa kwetu. Lakini warao na wewe una urangira ule wa tabia nzuri na mwelekeo mzuri. Pili, napenda kuwashukuru watoto na yeye mwenyewe. Kwa sababu Mai Frazia alifariki karibu sasa ni miaka 12. Ni miaka 12. Na nyote mnafahamu mwanamume kuishi bila mke wake sio kitu rahisi. Bahati nzuri ya kina mama wanajitegemea. Wanaweza kufanya vitu vingi sana peke yao. Hivyo akifa baba, mama anaweza akaendelea kuishi kwa urahisi kwa sababu vitu vya msingi anaweza akavifanya. Lakini bahati mbaya wanaume ndio hivyo tulivyo. Mungu akitubahatia tunakufa kwanza, ndio sababu labda. Lakini ukibaki kwa kweli inakuwa ngumu. Najua kwa sababu mimi baba yangu alibaki mama alipofariki, lakini ilikuwa ni kazi. Na baba yenu mmemtunza, hakuwa mke mwingine, ninyi mkawa ndio mke wake, ninyi mkawa ndio ndugu zake, ninyi mkawa ndio rafiki zake. Tunawashukuru sana kwa hilo. Kwa sababu msingemtunza angekwenda kaokoteza kule, sasa mngekuwa mnalia vitoto vidogo sasa. Ambavyo mengine ni aje. Lakini kwa sababu ni mtunza akastahi, akaona vizuri, akabaki. Na mpaka akaweza kufa kwa amani. Hivyo na sisi ni somo kwetu sote. Tujue kuwatunza wazazi wetu. Wazazi wetu wanatutunza. Walisema walikuwa watoto 12. Wakawalea, wakawatunza. Na sasa bado wako 5 hapa. Bado wanafanya kazi nzuri sana. Lakini inatokea kwamba mmoja yule aliyewatunza mnashindwa kumtunza. Kila mmoja ana vitu vingi, ana kazi, na watoto wangu. Sasa yeye aliyewatunza, kwa nini asitunzwe na yeye? Sisi mara nyingi hatuna bima. Bima ni watoto. Lakini hata ukiwa na bima haitakupeleka nyumbani, haitakupikia. Bima haitakusaidia kukupeleka hospitali. Watakulipia ukishafika kule. Hivyo kitu kikubwa tunachokuwa nacho ni kuweza kuwakumbuka na kuwatunza wazee wetu. Ukiona Tajirazi amekaribia miaka 90, alikuwa imebakia nadhani mwezi mmoja hivi kufika miaka 90, ni kwa sababu alikuwa na matunzo ya watoto. Watoto walimjali, watoto walimwendea, watoto walimsalimu, watoto walimwonyesha upendo. Na sisi hilo linakuwa ni somo letu kwetu, na sisi vile vile tujifunze kujua kwamba wazazi wetu wametuhangaikia na sisi tuna deni tunalopaswa kwanza kulilipa hapa duniani kama Mungu anawabakiza katika uzee wao.
Na la mwisho ni ile somo tulipata kutoka kwa Injili ya Mtakatifu Luka. Viono vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Hivyo kila wakati tunapoishi, tuishi tunaweka akiba ya kwenda kule kwa Mungu. Kila unapokula kingine unaweka akiba ya kwenda kule mbinguni. Na akiba sio kitu kikubwa, ni kujifanya uwe mzuri tu, ni kuwa mtu mwema, ni kuwa mtu mtaua, ni kuwa mtu mwenye tabia nzuri, ni kuwa mtu mwenye kuelekeza, ni kuna kuwa mtu ambaye watu hata wanakupenda. Watu wakikupenda na Mungu anakupenda. Watu wakikupenda na Mungu anasema kweli huyu ni mzuri. Hiyo na sisi ndio akiba tunayofanya. Na viuno vyenu viwe vimefungwa, ili wakati wowote Mungu akikuita usiseme ngoja nirudi nyumbani kuchukua akiba. Unakuwa nayo mfukoni. Na mfukoni ni ile tabia unayoishi, ni yale maisha unayokuwa nayo, ni mwenendo unaokuwa nayo, na vyote hivyo ndivyo vinakusaidia ili uweze kutoka vizuri hapa duniani, watu wakusindikize kwa heshima, na vile vile uweze kupokelewa vema huko mbinguni. Na hiyo ndio tunalolifanya, tukijua kwamba mwisho wa siku tutarudia hapo. Wote tutakuwa ngoma draw hivi. Lakini tukiwa hapa na mambo yamekuwa mazuri, inakuwa ni furaha. Kwa sababu yalikuwa ni maisha tuliyoishi, ni maisha yenye thamani, maisha mazuri, maisha ya kupendeza. Hapo hata ukitoka, kila mmoja anajua kutoka lazima tutoke. Tofauti ni kwamba umetokaje. Tutoke vizuri na tuende kwenda vizuri. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mara nyingine tena kwa zawadi ya Murangira Gerasi. Na vile vile tumkumbuke kwa kumwenzi na kwa kumwombea ili Mungu ampe maisha mema huko mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo.